Karibuni tena katika siku ya leo, siku ya pekee, na tunaanza safari yetu ya chakula mezani. Na kwa namna hii ni watangazia kwamba ninashukuru kwa ajili ya komenti zenu, kwa ajili ya yale makusudi ambayo mnatamani kwa ajili ya tafakari hizi za asubuhi. Jana tulikuwa na matangazo kuhusiana na mada hizi ambazo zitakuwa zikiendelea asubuhi. Chakula mezani au baraka mezani, na tulijifunza kwamba katika safari yetu mara nyingi tunaweka vyakula mezani, na kwa namna ya pekee tunaweza tukaleta baraka. Vyakula hivi vinapokuwepo mezani vinaweza kuwa na baraka, lakini pia vyakula hivi vinapovileta mezani vinaweza kuleta laana. Hivyo tutaangalia sehemu ya kwanza ya chakula mezani siku ya leo, sehemu ya kwanza ya chakula mezani. Lakini pia tuliangalia kwamba kwenye yale matangazo yetu tuliangalia kwamba tunaweza kuleta vyakula mezani, na hivi vyakula mezani si tu kwa ajili ya matumbo yetu, bali kunakuwa na mambo ya msingi ya kuangalia katika unapoleta chakula mezani. Angalia, tafakari baraka za Mungu. Unapoleta chakula mezani, tulizungumza kwamba angalia miujiza ambayo Mungu alitenda, kwa sababu wakati fulani unaondoka na kuhangaika huku na kule, hadi chakula kitokee mezani. Kuna nguvu zimetumika, kuna akili zimetumika, kuna kazi imefanyika. Hivyo ni baraka za Mungu zilizokupatia hicho chakula. Tunatafakari, shukuru, na pia tuliangalia kwa kutokufanya hivyo tunaruhusu baraka laana ziwepo ndani ya maisha yako na kusababisha magonjwa pia. Katika asubuhi ya leo tunapoingia kwenye chakula mezani sehemu ya kwanza, kuna mambo ambayo tutayaangalia, lakini hebu tuangalie namna ambavyo sisi tunaishi. Lakini pia leo tutazungumza mambo manne, lakini haya pia tutanukuu katika Biblia, na tuangalia lugha ya unabii, namna inavyotoa maelekezo juu ya chakula mezani. Kabla hatujaingia kwenye tafakari ya asubuhi ya leo, ni waalike tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya pekee. Tunakushukuru kwa afya, ulinzi unatupatia. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo amani inavyoendelea kutawala. Tunashukuru kwa ajili ya watoto wako sehemu mbalimbali ulimwenguni kote. Lakini pia tunaomba wale ambao wanapitia changamoto asubuhi ya leo, wengine wako hospitalini, Bwana zidisha neema yako, waongoze madaktari wanapohudumia. Lakini pia leta tumaini, leta uponyaji, na hatimaye wapatie ruhusa ya kwenda nyumbani kwa ajili ya shughuli zao na kwa ajili ya kusifu wewe. Mkono wako sasa tunaohitaji uongoze tena katika tafakari hii, ili mimi niweze kukutana na wewe, ili mtazamaji na msikilizaji aweze kukutana na wewe. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tutaangalia hilo tafakari kupitia kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 fungu la 18. Wathesalonike wa kwanza 5:18. Neno la Bwana linasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo, ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Tunahitaji kumshukuru Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu mapenzi ya Mungu kwangu mimi, mapenzi ya Mungu kwako wewe, ni kwamba
unapoleta chakula mezani, ulete chakula ambacho kitakuwa ni mapenzi, kitakuwa ni baraka, na Mungu atafurahia kukiona hicho chakula unachokileta mezani. Lakini pia kwa nini ni mapenzi ya Mungu chakula unapokileta mezani? Kwa sababu ndani ya chakula hicho Mungu hufanya kiwe bora kwenye afya yako, na ndio maana ni mapenzi ya Mungu ni